Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala a'lai, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa asfiyai, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Umar. Karibu tena mtazamaji wa Rapta TV, maisha mitindo. Leo tupo ndani ya Ramadhani ya 19. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipo ibada ambayo ameweza kuisema kuwa ni ibada iliyokuwa ni miongoni mwa ibada iliyokuwa nzuri, nayo si nyingine ni pale aliposema husnul dhanni min husnil ibada, kwamba kuwa na dhana nzuri ni miongoni mwa ibada iliyokuwa nzuri. Dhana nzuri inatakiwa tuwe nao sisi, mimi na wewe, sisi Waislamu inatakiwa tuwe na dhana nzuri wakati wote, iwe katika hali yoyote utakayopitia. Aidha umepitia changamoto kubwa, umepitia misukosuko, unatakiwa una dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa misukosuko unayopitia. Lakini vile vile hata yale matatizo, kama umekosa kazi, basi usiwe na dhana mbaya, kuwa na dhana nzuri wakati wote, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Quds anasema, ana inda dhanni abdi bi, mimi nipo vile mja wangu anavyoweza kunifikiria. Kwa hiyo ukimfikiria Mwenyezi Mungu vizuri, basi pia na yeye atakufikiria vizuri. Lakini ukimfikiria kinyume chake, basi ndivyo hivyo ujue Mwenyezi Mungu ndivyo anavyokufikiria. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutaka sisi tushike ibada iliyokuwa nzuri, kwamba husnul dhanni min husnil ibada, kuwa na dhana nzuri ni miongoni mwa ibada iliyokuwa nzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake wanaosikiliza maneno na kuyafuata iliyokuwa mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.